Ndugu zangu katika Kristo, tumekusanyika hapa katika ibada ya kukumbuka mateso makali ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu Kristo alipitia katika njia hii ya mateso, njia ya msalaba. Lakini kifo chake Kristo sio kushindwa, bali ni ushindi. Alikufa msalabani kwa ajili yetu ili tutambue kuwa msalaba si kupotea bali kupatikana. Msalaba ni nguvu yetu na ni hekima ya kimungu. Alikufa msalabani ili kutuimarisha sisi pia tunapopitia katika njia ile ile aliyopitia, njia ya mateso, njia ya msalaba. Tukiwa na matumaini kwamba maisha yetu hayataishia Ijumaa Kuu, bali yataishia Pasaka. Maisha yetu hayataishia Kalvari tu, bali yataishia katika furaha za Kipasaka. Masomo yetu leo ukiyasikiliza vizuri yana ujumbe mkubwa sana, yana maana kubwa sana katika safari yetu ya maisha ya Kristo, ambayo ina misalaba mingi sana, ina mateso mengi sana, ina mahangaiko mengi sana. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 52 aya ya 13 hadi ile sura ya 53 aya ya 12. Naomba niwaambie, huu ni wimbo au sala ya 4 ya mtumishi wa Mungu. Maana katika kitabu cha Nabii Isaya kuna nyimbo 4 za mtumishi wa Mungu. Kuna nyimbo utaikuta katika kitabu cha Nabii ile sura ya 42 aya ya kwanza mpaka ya pili, ile sura ya 49 aya ya kwanza mpaka ya 6, ya tatu utaikuta ile sura ya 50 aya ya 4 mpaka ya 11, na nyingine ndio hii tuliyoisikia leo. Hiki ni kipindi ambacho wana wa Israeli wapo katika utumwa nchini Babiloni. Wamekata tamaa kwa mateso na mahangaiko. Ni kama vile wamekufa hawa wana wa Israeli. Hawaoni mbele tena, hawaoni chochote katika safari yao ya maisha. Nabii Isaya anawaambia, msihofu, uzima huu karibu. Msikate tamaa, ukombozi huu karibu. Mungu mwenyewe atatuma mtumishi wake ambaye kwa mateso na kifo chake atawakomboa kutoka katika mateso mlionayo. Naomba niwaambie, anawaambia ataondoa katika mauti na kuwaleta katika uzima. Kwa kupigwa na kutesa kwake wao watapona. Ni katika kikombe ambacho walikuwa wanakipitia, Nabii Isaya anawapa moyo. Anawatia tena anawapa tena tumaini jipya, anawaambia wasikate tamaa. Somo la pili, waraka wa Ibrania ile sura ya 4 aya 14 mpaka 16 na ile sura ya 15 aya 7 mpaka ya 9. Utabiri wa mtumishi huyu wa Mungu unatimia katika Agano Jipya kwa njia ya Yesu Kristo. Licha ya madhaifu yetu, tuamini na tusadiki kuwa tunaye kuhani mkuu ambaye kwa upendo wake amejitoa kwa ajili yetu sisi. Ndiye daraja letu sisi, kati yetu sisi na Mungu. Tumwendee na tukaribie kiti cha neema. Ametupa imani na ujasiri kuwa mateso si mwisho wa maisha, bali ni mwanzo wa maisha mapya ya utukufu. Hivyo mahangaiko yetu, mateso yetu, tusikae nayo peke yetu, bali tuyapeleke kwa Yesu Kristo huyu aliyeteseka pale msalabani. Alipitia hayo ili tufanyike kiungo, ili tupate tumaini, tupate faraja katika yote. Mateso hayo ndugu zangu tumeyasikia leo katika ile Injili ya Yohane sura ya 18 aya ya kwanza mpaka ile sura ya 19 aya ya 42. Kuna mengi sana ambayo tunataka kutafakari sana. Tumesikia vizuri namna mtumishi huyu wa Mungu alivyokabiliwa na mateso kwa ajili yetu sisi. Alikubali na kuitikia na kunywea kikombe cha mateso. Kuna mengi sana hapa, lakini naomba leo tafakari kitu kimoja ambacho uondoke nacho katika juma hili au katika siku hii ya Ijumaa Kuu. Wazo ambalo lile kichwani, kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Hii kauli ya Yesu Kristo ina maana sana katika maisha yetu. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Naomba haya maneno ya kisiwe masikioni mwako na yasikike sana masikioni mwako katika tafakari hii na nataka kueleza. Ukisoma Zaburi ya 75 aya ya 8 utakutana na kikombe.
Ukisoma kitabu cha nabii Isaya ile sura ya 51 aya ya 17 na ile aya ya 22 utakutana na neno kikombe. Ukisoma kitabu cha nabii Yeremia ile sura ya 25 aya ya 15 mpaka 26 utakutana na neno kikombe. Ukisoma kitabu cha Maombolezo ile sura ya 4 aya 21 unakutana na neno kikombe. Ukisoma Injili ya Mathayo ile sura ya 20 aya 22 mpaka 23 unakutana na neno kikombe. Ukisoma Injili ya Marko ile sura ya 10 aya 38 mpaka 39 unakutana na neno kikombe. Injili ya Yohane ile sura ya 18 aya 11 tunasikia kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Naomba niwaambie iko hivi. Ni huruka ya mwanadamu kukimbia mateso. Ni huruka ya mwanadamu kukimbia shida. Si jambo baya, ila lazima kujua shida, mateso na mahangaiko na vita havikimbiwi bali vinakabiliwa. Ndiyo maisha ya mwanadamu. Kuna wakati katika maisha mateso unapitia, inabidi ukubali tu. Uchukue kiti ukae chini, uangalie yanapopita. Mawimbi yakija hayana haja ya kukimbiwa wakati mwingine. Mawimbi lazima yakabiliwe. Hakuna namna yoyote yale ile katika maisha yetu. Kuna wakati tutake tustake lazima tukabiliane na mawimbi, lazima tukabiliane na misalaba, lazima tukabiliane na mateso. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Sasa nifanye nini? Niseme nini pale ninapokabiliana na mateso, ninapokabiliana na magumu, kama Yesu Kristo alipokutana na msalaba? Hiki nataka mkielewe na kitakusaidia sana katika safari. Tambua moja, sauti hujibiwa na sauti. Sauti hujibiwa na sauti. Unapokutana na mateso, unapokutana na misalaba, unapoingia katika hadha yote, ukiwa katika bustani ya Getsemani peke yako umekaa hivi unafanya tafakari. Inawezekana kila mmoja kwa namna yake katika historia ya maisha lazima utaingia katika bustani ya Getsemani. Utafika sehemu unafanya tafakari, unaona kama maisha yanageuka. Kumbuka sauti hujibiwa na sauti. Naomba nikuombe kitu. Lazima katika kufika mahali kuelewa kuwa na amani, japo tunaishi katika ulimwengu wenye vita, mateso, mahangaiko, mapambano na misalaba ya kila aina. Ifike wakati licha ya mateso, licha ya mahangaiko, lazima kuwa na amani. Naomba niwaambie hivi, ni kweli lazima kuelewa. Naomba nikwambie kweli kabisa. Ni kweli watu wanaugua. Ni kweli watu wanakufa. Ni kweli watu wana magonjwa sugu. Ni kweli watu wana majeraha ya ndani. Ni kweli watu wana misiba ya ndani japo kwa nje haionekani. Ni kweli familia zina mitihani. Ni kweli malengo yetu ya maisha hayatimii. Ni kweli matatizo kila siku ni mimi tu. Huo ni ukweli. Na ndio maisha yako hivyo. Kila siku ninasali, kikombe hiki Mungu kiniepuke. Ninahisi ni kikubwa sana. Nahisi kianielemea. Ni sawa kulia hivyo. Ni sawa kusali hivyo mbele ya Mungu. Lakini kuna wakati mwingine lazima ukubali kukabiliana na hayo. Lazima kusema Baba, mapenzi yako si yangu yatimizwe. Ndio maana nikasema kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Kwa hiyo kuna wakati tutake tustake lazima tunywe kikombe. Ndio maisha. Sauti hujibiwa na sauti. Nitakwambia hivi. Jibu lake ni sauti hujibiwa na sauti. Utanielewa? Naomba nikwambie kitu fulani. Shetani katika majaribu haya ana tabia ya kukatisha tamaa. Naomba nikwambie kitu fulani. Katika bustani ya Getsemani, ukisoma Injili ya Luka ile sura ya 4 aya 13, baada ya majaribu ya Yesu jangwani, Shetani alimwacha kwa muda. Alirudi tena katika bustani. Naomba nikwambie, kuna wakati utakuwa katika hali za mateso, lakini baadaye utajisi una furaha sana, maisha yanaenda vizuri. Lakini baadaye utarudi tena katika mateso na mahangaiko vile vile. Sasa, wakati wa majaribu uelewe kitu fulani ambacho kiko vizuri. Shetani anarudi na kukatisha na kuongea na wewe kwa sauti ya chini. Asilimia kubwa inakuwa hivyo. Unasikia
ukiwa umekaa peke yako ukinafuatilia tafakari, utasikia hapa huwezi. Hapa hutapona. Hapa nenda tu kwa mganga. Hapa utaangamia au samehewi hapa. Hayo unayoyapitia hujapitia, yaani wewe tu, msalaba ni mzito. Au unapitia haya kwa sababu ya laana. Unapitia haya kwa sababu ya dhambi uliyofanya huko nyuma. Hauwezi kupata kazi nyingine. Hauwezi kupata mtoto. Wewe ni wakulia, ni wakufa. Yaani kuna sauti unakuta unaongea nayo peke yako. Shetani anafanya matatizo yako, msalaba wako uonekane mkubwa na ubebeki kwako na hata mbele ya Mungu kuonekana kwamba hawezi. Ndio hiki ambacho Kristo alikipitia katika bustani, lakini alikishinda. Katika bustani ile utambue shetani yupo na anakutengenezea tukio unaliona ni kubwa sana. Elewa hilo. Naomba nikwambie katika bustani ya mateso, Yesu alikuwa anaongea na Baba. Hakuangalia mateso yale, bali alitambua, akashika kikombe, akanyanyua kikombe, akanywa kikombe na akashinda. Nikwambie leo, elewa sauti, na maanisha sauti ujibu na sauti ni hivi. Shetani akiongea na wewe hivyo, nawe ongea vile vile. Yaani kile unachojiambia wakati wa mateso ni chakula unachokula. Kile unachojiambia wakati shetani anakueleza hayo au unaona mazingira hayawezekani ni chakula ambacho unachokula kitakachokutia nguvu katika mateso yako. Ni kile unachojiambia wakati wa shida ndicho kitakachokuponya au kukuua, kitakachokuinua au kukuangusha. Naomba nikwambie, Yesu alijiambia mbele ya Mungu, it's okay. Alishika kikombe. Baba, wasamehe, it's okay. Baba, mikononi mwako niweka roho yangu, it's okay. Baba, mapenzi yako yatimizwe, it's okay. Kuna wakati na wewe jiambie it's okay. Yaani japo unapitia hayo yote, jiambie it's okay. Hii ni Jumaa Kuu tu. Pasaka iko njiani. Ngoja nikueleze. Ukisoma maandiko matakatifu, ile Injili ya Mathayo sura ya 9 aya ya 20 mpaka 22, au Injili ya Marko ile sura ya 5 aya ya 25 mpaka 34, au Injili ya Luka ile sura ya 8 aya ya 43 mpaka 48, utakuta habari za mwanamke aliyekuwa anateswa na magonjwa ya kutokwa damu muda wa miaka 12. Amepitia mikononi mwa matabibu wengi, amehangaika sana, lakini msiba ulikuwa mzito, msalaba ulikuwa ni mzito sana. Ila aliposikia habari ya Yesu, alisemea moyoni, nikiligusa vazi lake tu nitapona. Iko hivyo. Hakukuwa na maandiko yaliyosema hilo. Hakunukuu kitabu chochote huyu mwanamke. Tukio hili alikuwahi kutokea. Hakuhitaji ruhusa ya mitume wala ya Yesu. Hakuhitaji msaada wa mtu yote, bali alijiambia moyoni, nikigusa vazi lake. Angalia wakati anamuona Yesu. Alikuwa anasema nikimsogelea, nikigusa, nikifanya hivi. Alikuwa anajiambia. Na hayo yote alipogusa tu kweli alipona. Wakati wa majaribu yake, wakati wa mtihani, alikuwa anaongea na yeye. Msalaba huu au mateso yanaonekana ni makali sana, lakini alijiambia moyoni mwake, nikiligusa tu vazi hili mimi nitapona. Sauti hujibiwa na sauti. Wakati wa mahangaiko yako katika bustani, sauti zitakuja nyingi, ushauri utakuja mwingi sana, lakini wewe unajiambia nini? Unajiweka vipi mbele ya Mungu? Naomba nikwambie leo, jinenee mema, jiambie mema, jibariki, nawe utaona miujiza. Jiambie nimebarikiwa, jiambie sina laana yoyote, jiambie nitafanikiwa, jiambie biashara yangu itainuka, jiambie Mungu ananipenda, jiambie nitapata mtoto, jiambie familia yangu, watoto wangu watafanikiwa, jiambie ninaweza mimi. Utakachojiambia, amini usamini, kitazaa matunda katika safari yako ya maisha. Maana sauti hujibiwa na sauti. Kikombe alichonipa Baba sitakinywa, wakati mwingine lazima kunywa. Wazo la pili ambacho utambue wakati wa mateso yako, wakati wa mahangaiko yako, wakati wa msalaba, ni hata kama Mungu huyu atabaki kuwa Mungu, hatakuacha hata kama. Nimesema mara nyingi sana, naomba nikirudie hiki katika kipindi hiki cha Jumaa Kuu. Kuna wakati unaweza ukasali hali ikabaki vile vile.
Kuna wakati unaweza kusali mlima ukabaki vile vile. Unaweza ukasali migogoro ikabaki vile vile. Unaweza ukasali ugonjwa ukabaki vile vile. Je, bado imani yako kwa Mungu inabaki kuwa kubwa? Bado unatambua kwamba Mungu yuko nawe katika mateso unayopitia? Nilisema na nitarudia tena ili uweze kuelewa. Mungu akuzuia Danieli asitupwe katika shimo la simba. Ili Danieli ile sura ya 6 aya 16 mpaka 28. Mungu akuzuia Shadraka, Meshaki na Abednego wasitupwe katika tanuru la moto. Danieli sura ya 3 aya 16 mpaka 28. Mungu akuzuia Daudi asifanye na Goliati. Kitabu cha Samueli cha kwanza Samueli sura 17 aya 45 mpaka 51. Mungu akuzuia Paulo na Sila asitiwe minyororo anapotupwa gerezani. Matendo ya Mitume ile sura ya 16 aya 6 mpaka 40. Mungu akuzuia Petro asitupwe gerezani. Mungu akuzuia Paulo asikate kichwa. Mungu akuzuia Bikira Maria asipitie mateso. Mungu akuzuia mwanae asipitie njia msalaba tunatafakari leo. Naomba nikwambie, wakati mwingine utasali lakini itakubidi tu kukabiliana na kikombe. Itabidi ukabiliane na mateso. Sala yako, maombi yako lazima yaelewe. Mungu alikuwa na Daudi, alikuwa na Danieli katika shimo la simba, simba walinyamaza kimya. Mungu alikuwa na Shadraka, Meshaki na Abednego katika tanuru la moto, wakachungulia wakasema tukutupa watatu, mbona tunaona wanne? Mungu alikuwa na Daudi wakati anapambana na Goliati, Goliati alishinda. Mungu alikuwa na Paulo na Sila, minyororo ilifunguka. Mungu alikuwa na Bikira Maria, sasa ni malkia mbinguni. Mungu alikuwa na Kristo, yeye alifufuka siku ya 3. Sala yako wakati wa mateso, wakati wa mahangaiko, wakati unapokea kikombe na kukipitia na kukinywa, sala yako iwe Mungu kuwa nami katika shimo la simba, naamini simba watanyamaza kimya. Mungu kuwa nami katika tanuru la moto ninalopitia, naamini sitaungua. Watu wasinione mimi, wakuone wewe na mimi katika haya ninayopitia. Mungu pigana nami, kuwa upande wangu dhidi ya Goliati unayekabiliana naye, naamini nitashinda. Mungu kuwa nami katika gereza, minyororo hii itafunguka. Mungu kuwa mabega yangu katika huu msalaba anaobeba, naamini sitaishia Kalvari bali Pasaka nitaiona. Sitaishia katika mateso bali nitaishia katika ufufuko. Safari yangu itakuwa na maana nikitembea nawe, nikiwa nawe. Nikuombe leo, nikwambie leo, katika mateso yako, katika msalaba yako, usimsahau Kristo, tembea naye. Kumbuka kikombe alichonipa Baba sitakinywa. Wakati mwingine kaa, tulia. Maadamu unalala, maadamu unaamka, maadamu jua linachomoza, maadamu jua linazama, maadamu uko hai, hii mitihani ya maisha itapita tu, nawe utaiona Pasaka uko mbele katika maisha yako. Mungu akubariki sana.